Kwa maana Mungu alivyopenda ulimwengu hata kutoa mwana wake wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali apate uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma ulimwenguni kusudi ahukumu ulimwengu, lakini ulimwengu uokolewe naye. Siku hizi watu zaidi ya mamilioni wanafuata Yesu. Injili 4 zatufundisha utaratibu wa mwanzo ya imani ya Kikristo. Habari hii inasemwa kwa namna nyingi, lakini historia ifuatayo imetolewa katika Injili ya Mtakatifu Luka. Mpenzi Teofilo, na kuandikia habari kufuatana na maneno yaliyotimizwa katikati yetu, upate kujua ukweli wa mafundisho uliofundishwa. Wakati Kaisari Augusto alikuwa mfalme wa Roma na Herode mfalme wa Yudea, Mungu alituma malaika Gabriel Nazareti mjini Galilaya kwa Bikira Maria. Usiogope Maria, kwani umepata neema kwa Mungu. Utapata mimba, utazaa mwana, jina lake ni Yesu. Itawezekanaje? Mimi ni bikira. Roho Mtakatifu atakuja juu yako, ndiyo maana mtoto mtakatifu ataitwa mwana wa Mungu. Ufalme wake utakuwa na mwisho. Kisha Maria akakwenda Yudea kwa binamu Elizabeti, na amepata mimba ya neema. Elizabeti! Maria, binamu Maria, umebarikiwa kuliko wake wote, na mtoto utakaye mzaa. Wakati ulinisalimu, mtoto aliye tumboni alirukaruka. Moyo wangu na msifu Bwana. Roho yangu inafurahia Mungu Mwokozi wangu. Tangu leo watu wote wataniita mwenye heri. Ujue watu wa Nazareti, kama mfalme Kaisari Augusto ameamuru wahesabiwe watu wote wa Galilaya na Yudea, kila mtu katika mji na kijiji chake cha kuzaliwa. Maria akaenda Betlehemu ya Yudea na Yusufu kwa kuandikwa. Hapakuwa fasi nyumbani mwa wageni, wakaenda kulala chumbani mwa kondoo. Shambani wachungaji wakilinda kondoo zao, malaika wa Bwana akawatokea, utukufu wa Mungu ukawaangazia. Leo hii mjini mwa Daudi amezaliwa Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Wachungaji wakaenda kuona mwana ndani ya chombo cha kulisha nyama. Ni wahubiri wa kwanza wa kuzaliwa kwa Mwokozi. Nyuma ya siku 8 wakatahiri mtoto, wakamuita jina Yesu. Kisha Yusufu na Maria wakamleta Yerusalema kumtoa kwa Bwana. Hekaluni kulikuwa mtu mwema, Simeoni, akaonywa na Roho wa Mungu kwamba hatakufa kabla ya kuona Masia. Bwana, acha mtumishi wako afe na amani sawa neno lako. Kwani nimeona Mwokozi. Mtoto huu amechaguliwa na Mungu
Ubarikiwe wote. Kisha kutimiza maandiko ya Torati ya Bwana, wakatoka Yerusalemu kurudi Nazareti. Kwa miaka 12 Yusufu na Maria wakaenda Yerusalemu. Waliporudi, Yesu alibaki nyuma bila wao kujua. Wakarudi Yerusalemu kumtafuta, kisha siku 3 wakamwona hekaluni na viongozi. Mtoto gani ana maulizo mengi? Anatoka Nazareti, tulizani yu pamoja nasi. Muvumilie bidii yake. Waliomsikia walishangaa. Mwanangu, kwa nini wafanya hivi? Baba yako na mimi twachoka kukutafuta. Kwa nini mwanitafuta? Hamjui kama napaswa fanya kazi ya Baba? Wakarudi Nazareti. Yesu alikomaa kwa kimo na akili, akapendwa na Mungu na watu. Kwa mwaka wa 15 wa utawala wa Tiberio, Poncio Pilato liwali wa Yudea, Herode akitawala Galilaya, Ana na Kayafa makuhani wakuu, neno la Mungu likasikiwa na Yohani jangwani, akaenda kando ya Yordani akihubiri ubatizo wa toba, usamehe wa zambi. Tubuni zambi, mukabatizwe, na Mungu atawasamehe. Kama ilivyoandikwa kwa kitabu cha nabii Isaya, sauti ya mtu akilia jangwani, tengenezeni njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Kila bonde litajazwa, kila mlima utashushwa. Njia zenye lukumba zitanyoshwa na kuwekwa sawa, na kila mtu ataona wokovu wa Mungu. Tufanye nini? Ndio, tuambie. Enyi uzao wa nyoka, unataka tufanye nini? Tusaidie, tufanyeje? Aliye na nguo 2 ampe yeye asiye na kitu. Aliye na chakula afanye hivyo. Mwalimu, sisi ni watoza kodi. Tufanyeje? Musitoze kupita kiasi. Sisi ni askari. Tufanye nini? Musikamate pesa ya mtu kwa nguvu. Musishitaki mtu kwa uongo. Toshekeni kwa pato yenu. Utuambie, wewe ni Kristo? Ninawabatiza kwa maji. Mwengine mwenye nguvu kuliko mimi atakuja. Sistahili kufungua kamba za viatu vyake. Atawabatiza kwa Roho na kwa moto. Atatenga ngano na maganda na kukusanya ngano ghalani mwake.
Roho Mtakatifu akashuka juu yake kwa mfano wa njiwa. Sauti ikatoka mbinguni, huyu ni mwanangu mpendwa, ninapendezwa naye. Kwa miaka 13 Yesu akaanza kazi akijaa na Roho. Akatoka Yordani akiongozwa kwenda jangwani, akajaribiwa na Shetani siku 40 bila kula na kunywa. Shetani akamwambia, kama wewe ni mwana wa Mungu, geuza jiwe hii kuwa mkate. Imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate bali kwa neno la Mungu. Shetani akamchukua na kumwonyesha utawala wote wa dunia. Nitakupa wewe mamlaka haya yote na utajiri wote, kwani nimepewa mambo haya yote na nitampa yeyote ninataka. Basi ukiniabudu yatakuwa yako. Imeandikwa, utamwabudu Mungu peke yake na umutumikie. Shetani akamwongoza mpaka Yerusalemu, akamweka juu ya hekalu. Kama wewe ni mwana wa Mungu, ujitupe chini, kwani imeandikwa, malaika wake watakuchunga, tena watakuchukua mikononi mwao, usijikwae miguu wako kwa jiwe. Imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Yesu akaenda Nazareti alipokomalia. Habari. Mzuri. Siku ya Sabato akaingia kwa sinagogi sawa desturi yake. Wakamwomba asome kitabu cha nabii Isaya. Roho wa Bwana ni juu yangu, amenituma kuleta habari njema kwa wafungwa. Amenituma kuhubiri wokovu kwa wafungwa na vipofu wapate kuona, kuwapa uhuru wanaoteseka na kuwatangazia watu mwaka wa neema ya Bwana. Anasema sawa. Maandiko haya yametimia leo, jinsi mumesikia. Maandiko haya yametimia leo. Ni Masia tu awezaye kutimiza ahadi hii. Tutajuaje? Utaniambia msemwa huu, mganga ajiponye mwenyewe.
mutaniambia tena, fanya kile tulisikia ulifanya Kapernaumu. Ninawaambia, hakika nabii hakubaliwi kwao. Kwa masemi Yesu akajionyesha kuwa Masia, mpakaliwa na mkombozi wa Wayuda, lakini hawakukubali. Walitaka kumwangusha chini, lakini alipita kati yao, akakwenda zake. Akakwenda Kapernaumu, muji wa Galilaya. Nchi nzima ya Roma walimungoja Masia kwa hamu. Watu walitumaini kuja kwake juu ya kuwaletea salama. Amani kwenu. Na we Bwana. Unaweza kunibeba Simoni? Sawa. Je, atatuacha tena? Sema nasi, sema nasi. Tuambie. Yesu, sema nasi. Watu wawili walipanda hekaluni kuomba. Mmoja mkubwa wa dini na mtoza kodi. Mufarisayo akaja na kuomba hivi: nakushukuru sababu mimi si sawa na wezi, waovu, wazini. Nakushukuru sababu siko sawa wengine. Nafunga mara 2 kwa juma. Natoa 1/10 ya pato zangu. Mtoza kodi akasimama mbali yeye bila kuinua macho. Akanyenyekea na kusema, Mungu, unihurumie mimi mwenye dhambi. Nawaambia, mtu huyu alihesabiwa haki, bali siyo Mufarisayo. Atakayejipandisha atashushwa. Yeye anayejishusha atapandishwa. Sukuma chombo chako katikati ya maji. Kisha mutupe nyavu na muvue samaki. Bwana, tumevua usiku kucha, hatukupata kitu. Kwa neno lako nitatupa nyavu. Yakobo, Yohana. Yakobo, Yohana, mulete chombo kutusaidia mbio. Ni ajabu kabisa. Yatosha. Yatosha. Ondoka kwangu, Bwana. Mimi ni mwenye dhambi. Usiogope. Utakuwa mvuvi wa watu. Muje kwangu na munisikilize. Nafsi zenu zitaishi. Tafuteni Bwana angali anapatikana. Yeye ni karibu. Mtu mbaya aache njia yake na mafikiri yake. Arudi kwa Baba anayesamehe. Mutatoka kwa furaha na mutaongozwa kwa salama.
Anakuja, tazama, ona. Yesu, Yesu, nakusihi, okoa binti wangu wa pekee. Bwana, nihurumie, atakufa, ana miaka 12. Tafadhali, twende pamoja. Yairo, tafadhali. Yesu, binti amekufa, usimsumbue mwalimu. Usiogope, amini tu naye atapona. Musilie. Mtoto hakufi, amelala. Mtoto, amka. Mumupe chakula. Musimwambie mutu neno lililofanyika hapa. Kisha Yesu akaona mtoza kodi Lawi akiketi nafasi ya kulipishia kodi. Nifuate. Na Yesu akapanda mlimani kusali, akakesha huko. Asubuhi akachagua wafuasi 12 akawaita mitume. Simoni akaitwa Petro, na ndugu yake Andrea, Yakobo, Yohana, Filipo, Bartolomayo, Matayo, Tomaso, Yakobo wa Alufayo, Simoni aitwaye Zolote, Yuda ndugu ya Yakobo, na Yuda Iskariote atakaye mtoa.
Heri ninyi maskini, kwani ufalme wa Mungu ni wenu. Heri ninyi wenye njaa sasa, kwani mutashiba. Heri munaolia, kwani mutacheka. Heri nyinyi munapochukiwa na kutukanwa na kuteseka kwa ajili ya Mwana wa Mutu. Furahini kwa hiyo yote na kushangilia, zawabu yenu itakuwa kubwa mbinguni. Ndivyo mababu wao walivyotesa manabii. Kumi na sita, 17, 18, 19, 20. Ndiyo mwisho? Si ile tu, ongeza ingine. Ole kwenu mulio matajiri, mumepata raha yenu. Hapendi watajiri, ni mwenda wazimu. Ole kwenu munaocheka sasa, kwani mutalia. Ole kwenu watu wanaowasifu, kwani baba zao walifanya vile kwa manabii wa uongo. Ninyi nawaambia, mpende adui zenu, muwe wema kwa wanaowachukia, bariki wanao walaani, ombeeni watesi wenu. Mtu akikupiga kwa chavu moja, umugeuzie la pili. Mtu akikuchukua koti yako, umwachie na shati pia. Umupe mwenye kukuomba. Mtu akikunyang'anya mali, usimuombe akurudishie. Tendea wengine jinsi ungependa kutendewa. Mukipenda tu wale wanaowapenda, mutapewa sifa gani? Hata wenye dhambi wafanya vile. Na mukiwatendea mema tu wale wanaowafanyia mema, mutapewa zawadi gani? Wenye dhambi wanafanya hivyo. Alimgusa je? Anasema naye nini? Nachukia. Sivyo? Pendeni adui zenu, watendeeni mema, kopesheni watu bila kungojea faida kwao. Mutapata zawadi nyingi, na mutakuwa wana wa aliye juu, kwani yeye ni mwema kwa wema na wabaya. Muwe wema, kama vile Baba yenu ni mwema. Utuokoe Yesu. Musihukumu na hamutahukumiwa. Musilaumu na hamutalaumiwa. Sameheni, nanyi mutasamehewa. Yesu, tuonyeshe njia. Toeni nanyi mutapewa. Kipimo munachopima ndicho mutapimiwa. Kipofu anaweza kuongoza mwingine? Hapana, wote wataanguka kwa shimo. Kwa nini unaona kitaka kwa jicho la ndugu yako na uoni mti kwa jicho lako? Mwalimu, tuongoze. Tuna haja nawe Bwana. Heri mama aliyekubeba na kukunyonyesha. Heri wanaosikia neno la Mungu na kulishika. Napenda kujua mtu huyu. Unafikiri ndiye Masia? Na mkuu wa dini akaalika Yesu kula kwake, na Yesu akaenda mezani kwake. Mwende watoto, ondokeni. Mumesikia? Mwende, hawa watoto hawatulizane. Anakuya kufanya nini? Sijui.
anafanya nini? Mtu huyu angekuwa nabii, angejua mwanamke huyu anayemgusa. Angetambua maisha yake mabaya. Najua mke huyu Simoni. Nina neno la kukuambia. Watu wawili walikuwa na deni ya mtu. Moja 500, wa pili 50. Hata moja hakuwa na cha kulipa. Wakaondolewa deni zao. Nani alimpenda zaidi? Nadhani ni yule aliyekuwa na deni kubwa. Vizuri. Waona mke huyu? Nimeingia kwako, haukunipa maji, lakini mke huyu ameniosha miguu kwa machozi na kunipanguza kwa nyele zake. Hukunibusu kwa kunisalimia. Yeye hakuacha kubusu miguu yangu. Hukupaka kichwa changu mafuta, lakini amenipaka miguu marashi. Kweli na kuambia, kwa upendo mkuu amenionesha dhambi zake zimesamehewa. Asamehewaye kidogo, hupenda kidogo. Dhambi zako zimesamehewa. Imani imekuokoa. Nenda salama. Yesu akapasha habari ya ufalme wa Mungu wale 12 pamoja naye na wake aliyowatoa pepo wachafu: Maria wa Magdala, Yohana mke wa Kuza mlinda mali wa Herode, na Suzana. Herode mkuu wa Galilaya kwa mamlaka ya Kiroma akafunga Yohana gerezani juu ya kumwonya kuhusu mke wa nduguye. Sasa tulipofika kwa mlango Naina, wakaenda kuzika maiti. Mtoto wa pekee wa mama mjane Yesu alipomwona akamwonea huruma. Akagusa sanduku akasema, "Kijana, simama." Maiti ikasimama. Yesu akampa mamaye. Mumuulize, eti wewe ndiwe Yohane uliyesema atakuja, au tungojee mwingine? Mwalimu. Mwalimu. Yohane Mbatizaji anauliza, wewe ndiwe yule atakayekuja au tungojee mwingine? Pasha Yohana mulioona na kusikia. Vipofu huona, viwete watembea. Heri mtu asiye na mashaka nami. Nataka nione. Panda begani, umemwona sasa? Sasa naona Yesu. Mtu alienda kupanda mbegu. Alipopanda mbegu zikaanguka njiani, zikakanyagwa, na ndege wakaja kuzikula. Nyingine zikaanguka kwa mawe,
hizo mbegu zikakauka sababu zilikosa maji. Nyingine zikaanguka kwa miba. Miba ikaota pamoja nazo, ikazisonga. Nyingine kwa udongo mzuri, zikaota na kuzaa mbegu 100 kila mbegu. Mwalimu, kwa nini unasema kwa mifano mbele ya watu? Siri za ufalme wa Mungu zimefunuliwa kwenu. Wengine wanafundishwa kwa mifano ili watazame bila kuona, wasikie bila kuelewa. Maana ya mfano huu ni hii: mbegu ni neno la Mungu. Zilizoanguka kwa njia ni watu wanasikia, lakini shetani anakuja kutosha neno wasipate imani na waokoke. Mbegu zilizoanguka kwa mawe ni wanaosikia neno kwa furaha. Hawana mizizi, wanaamini kwa muda. Majaribu yanapofika, wanaacha imani. Zinazoanguka kwa miba ni wanaosikia neno, lakini wanajisumbua kwa ajili ya mali na tamaa za dunia. Matunda yao hayakomai. Zilizoanguka kwa udongo mzuri ni wanaosikia neno na kulishika kwa uaminifu na utii. Kwa uvumilivu wao huzaa matunda. Hakuna washaye taa na kuificha, kuitia chini ya kitanda, bali anaiweka juu ya kinara ili wanaoingia waone nuru. Kila siri inayofichwa itafunuliwa, na kila fumbo itajulikana kuwekwa nuruni. Angalisho na yale mnayosikia: yeye aliye na kitu atapewa, lakini asiye na kitu ataondolewa alichozani kuwa nacho. Mwalimu, mama na ndugu zako wako nje, wangekuona. Mama na ndugu ni wanaosikia neno la Mungu na kulitii. Siku moja Yesu akapanda mchombo na wanafunzi akasema, tuvuke ngambo ingine ya bahari. Juu ya maji akalala. Tunakuomba sote, dhoruba zitakoma, utuponyeshe Bwana. Atatuokoa. Hamuna imani? Kwa kuvuka ziwa kwenda nchi ya Wagerasi kando ya Galilaya.
Yesu, Mwana wa Mungu, unataka nini? Nakusihi, usiniadhibu. Wewe ni nani? Jeshi, tunakusihi tutupe mshimo, ututie ndani ya nguruwe. Hey! Rudini! Hey! Simame! Mapepo akamtoka mtu, mrudie, na kuingia nguruwe. Utoke hapa we! We mlozi, toka! Toka nafasi hii! Toka! Toka hapa we! Nitakufuata kila fasi. Niache nikufuate. Uende kwenu. Tangaza ukuu wa Mungu kwako. Yesu na wanafunzi wakarudi Betsaida. Watu wakawaona na kuwafuata. Magharibi Petro akasema, Bwana, acha watu waende, uwatume mumiji na mashamba ya karibu, wapate makao na vyakula. Hapa ni mbali. Muwape nyinyi wenyewe chakula. Tuko na mikate 5 na samaki 2. Nakushukuru Mwenyezi Mungu, mfalme wa ulimwengu, unayeotesha chakula katika udongo. Ni muujiza. Ni mshangao. Wanasema mimi ni nani? Wamoja we ni Yohana Mbatizaji, wengine wasema we ni Eliya, wengine wasema moja wa manabii wa kale aliyefufuka. Na ninyi je? Munadhani niko nani? We ni Masia wa Mungu.
Musimwambie mutu. Mwana wa mtu atateswa na kukataliwa, na atauawa. Kisha siku 3 atafufuka. How clearly the sky reveals God's glory. Each day announces it to the following day. Each night repeats it to the next. Nani atakayenifuata? Nitakufuata Bwana, lakini acha niende kuaga jamaa yangu. Atafutaye kulima na kutazama nyuma hafai kwa ufalme wa Mungu. Mwenye kutaka kuja kwangu ajikane mwenyewe, achukue msalaba wake anifuate. Anayetaka kujiokoa atapotea. Ukitoa roho yako juu yangu utaokoka. Faida gani mtu kupata dunia yote na kupotea? Asikiaye haya juu yangu na neno langu, Mwana wa mtu atapata haya kwake siku atarudi katika utukufu wa Baba na malaika. Na waambia, wengine hawatakufa bila kuona ufalme wa Mungu. Yesu, Yohane, Yakobo na Petro wakaenda omba mlimani. Alipokuwa akisali, uso wake ukageuka, mavazi yakawa meupe. Ghafula manabii wawili Musa na Eliya wakasemezana naye wakijaa utukufu. Utatimiza mapenzi ya Mungu. Utakufia Yerusalemu. Musa na Eliya walipoenda, Petro akasema, Bwana, ni mzuri tubakie hapa. Tujenge hema 3. Moja yako. Alipokuwa akisema, wingu likawafunika kwa kivuli. Moja ya Eliya. Wanafunzi wakaogopa. Sauti kasikika, huyu ndiye mwanangu mchaguliwa, mumusikilize. Bwana, nakuomba, tazama mwana wangu, umsaidie. Mwana wangu wa pekee. Niliomba wafasi wako kumtosha pepo, hawakuweza. Watu wasio na imani na wabaya, ni mara ngapi nitawavumilia? Umulete hapa.
Uso wake umepona pia. Ni ajabu. Utufunze kuomba kama Yohana alifunza wa kwake. Ombeni hivi: Baba wetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyiwe pote, utupe chakula cha kila siku, utusamehe makosa vile tunavyosamehe waliotukosea, utulinde na majaribu na utuokoe katika maovu. Ombeni mutapewa, tafuteni mtapata, pigeni hodi mtafunguliwa. Kila aombaye atapewa, atafutaye upata, mwenye kupiga hodi atafunguliwa. Nani baba anaweza kumpa mtoto wake nyoka akimwomba samaki? Au kumpa nge akiomba yai? Ninyi wabaya mnajua kuwapa watoto wenu. Baba yenu wa mbingu huwapa Roho Mtakatifu wale wanaomuomba. Na waambia, msisumbukie maisha mtakula nini, kwa mwili wenu mtavaa nini. Uzima na mwili ni bora kupita mavazi na chakula. Kumbukeni kunguru. Hawapande, hawavuni, hawana gala. Mungu huwalisha. Ninyi muna mafaa kupita ndege. Nani kati yenu kwa kujisumbua anaweza kuongeza maisha yake? Mkishindwa neno ndogo, kwa nini kujisumbua tena? Ona maua haya jinsi uota. Hawana kazi na hawasokoti. Sulemani kwa utukufu wake na utajiri hakuvaa kama wao. Kama Mungu anavika majani ambayo kesho yatatupwa motoni, atawavika ninyi zaidi, wenye imani mdogo. Tuongezee imani. Imani yenu ingekuwa kama mbegu ya haradali, ungesema na mti huu, ondoka na mizizi na upandwe katika maji, na ungewatii. Sharti mambo yanayowakosesha yafike. Ole yule anayeyaleta. Ingekuwa heri afungwe jiwe kubwa shingoni na atupwe baharini kuliko kukwaza moja wa wadogo hawa. Ufalme wa Mungu uko je? Unafanana na mbegu ya haradali mtu aliyeweka shambani. Mbegu itaota na kuwa muti. Ndege watajenga ndani. Sielewe ile unataka kusema. Kwa nini unakula na kunywa na watoza kodi na waovu?
Mwenye afya njema hahitaji mganga, ila mgonjwa anamsubiri. Sikuita wenye kuwa haki kwa kutubu, ila wenye dhambi. Tuambie habari za ufalme, utuelezee. Msiogope kundi ndogo, baba yenu ameona vema awape ufalme. Muuzishe vitu, fedha muwape maskini, muwe na hazina isiyochakaa. Muweke hazina mbinguni, huko haitapunguka. Hapo wezi hawawezi kufika, wala nondo kuharibu. Pale akiba yako iko, moyo wako pia. Mwanamke, ugonjwa wako umepona. Tazama amepona. Ni muujiza. Amepona. Muone. Sifa kwako Bwana. Miaka 18 Mungu akulinda Bwana. Kuna siku 6 kwa kazi. Mufike mutunzwe kwa siku zile. Sio siku ya Sabato. Wanafiki, nani wenu hangefungua punda au ngombe wake kwenda kwenye maji siku ya Sabato? Huu uzao wa Abrahamu ambao shetani alifunga miaka 18, si vema kumufungua siku ya Sabato? Mwalimu mwema, nifanye nini nipate uzima wa milele? Mbona unaniita mwema? Hakuna mwema ila Mungu. Unajua amri: usizini, usiue, usiseme uongo, uheshimu baba na mama yako. Nimetii amri hizi zote tangu ujana wangu. Unakosewa kitu kimoja. Uzisha vyote na uwape mali maskini. Utapata utajiri mbinguni, kisha unifuate. Sisi wachuruzi, matajiri. Ni vigumu matajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Ni kwepesi ngamia kuingia katika tundu la shindano kuliko tajiri kuingia mbinguni. Basi nani ataokolewa? Isiyowezekana kwa watu yawezekana kwa Mungu. Ufalme huu utakuwa wapi kabisa? Ufalme wa Mungu hauko pale kwa kutazamiwa. Mtu hata sema, tazama, ndio ule au ndio huu. Kwani ufalme wa Mungu ni ndani yenu. Siku zitakuja mutapenda kuona siku ya Mwana wa Mtu, lakini hamtaiona. Vile umeme unavyoangaza mbingu toka upande moja mpaka mwingine, lakini ni lazima akataliwe kwanza na watu wa kizazi hiki. Ni kwepesi zaidi mbingu na dunia kupotea kuliko nukta moja ya sheria kuanguka. Na waambia manabii na wafalme walitaka ona mambo hayo, hawakuyaona, na kusikia, lakini hawakuyasikia. Tufanye nini? Torati yasema, je, waisikia namna gani? Penda Bwana Mungu wako kwa moyo wako, kwa roho yako, kwa nguvu zako na mafikiri yako, na upende jirani sawa mwenyewe. Vizuri, fanya vile utaishi. Nani jirani yangu? Sio askari na Kaisari.
Mtu mmoja alitoka Yerusalemu kwenda Yeriko. Waovu wakamupiga na kumwondoa nguo, wakamwacha karibu kufa. Kuhani mmoja akapita, alipomwona akamwepuka na kupita kando. Mlawi mwingine alipofika akamutazama na kupita pembeni, hakujali. Msamaria mmoja msafiri akapita pale, alipomwona akamwonea huruma. Akamkaribia, akamwangia vidonda vyake mafuta na mvinyo, akamupeleka juu ya punda nyumbani kutunzwa. Kesho yake akatoa vipande 2 vya pesa, akampa mwenye nyumba akisema, umutunze, wakati nitarudi nitalipa yote. Unadhani ni nani kati ya hawa watatu aliye jirani yake? Mwenye alimtunzisha. Nenda utende hivyo. Acha watoto wadogo waje kwangu, musiwazuie, kwani ufalme wa mbingu ni wa watu kama wao. Kweli nawaambia, asiyekubali ufalme wa Mungu kama mtoto hawezi kuingia kamwe. Anayepokea mtoto sababu yangu ananipokea. Anayenipokea anapokea yule aliyenituma. Aliye mdogo kwa wote ndiye mkubwa. Hey, inatokea nini? Kuna nini? Yesu wa Nazareti anapita. Yesu! Yesu! Mwana wa Daudi, unihurumie. Unataka nikufanyie nini? Nipate kuona tena. Ona basi. Imani yako imekuponya. Naona. Naona. Ninaona. Yesu aliposafiri Yerusalemu, alikuta watu wengi, wakamwomba awaonyeshe njia ya wokovu na awafundishe juu ya ufalme. Mtu huyu ni nabii kweli. Bwana wangu, uniokoe. Bwana, tuokoe. Bwana asifiwe. Bwana, utuonyeshe njia. Watu walianza kumkubali sawa Bwana na mwalimu. Toza kodi mmoja Zakayo wa Yeriko akatafuta kuona Yesu, akapanda juu ya mti apate kumwona. Zakayo, shuka upesi. Leo nitakaa kwako. Kwangu? Nani atakaa kwa mtu kama huyu? Zakayo amejua Yesu je? Sikiliza. Nitapana nusu ya mali yangu kwa maskini. Kama nimesema uongo na kutoa kitu, tarudisha mara 4 kiasi hicho.
sadiki mtoza kodi kurudisha mali? Haiwezekani. Wokovu umefika humu leo, kwani huyu pia ni wa uzazi wa Abrahamu. Mimi nilikuja kutafuta kilichopotea. Sikiliza. Tutakwenda Yerusalemu, yatimizwe yaliyoandikwa na manabii juu ya mwana wa mtu. Atatolewa kwa wapagani. Watamtemea mate na kumpiga, na hawa watamtukana. Atateswa na kuuawa, na baada ya siku 3 atafufuka. Hata alijua kama atauawa sababu ya dhambi za watu, alikwenda Yerusalemu. Wengi walifurahi kwa ujio wake na wakamwita mfalme. Mwalimu, amuru wanafunzi wako wanyamaze. Hata kama wafuasi watanyamaza, mawe haya yatapaza sauti. Amani, sifa, afya. Yesu akafika Yerusalemu. Alipoona mji akaulilia. Yerusalemu, ungejua njia iletayo amani, lakini imefichwa kwako. Siku itakuja, adui zako watajitokeza na kuzunguka pande zote na kubomoa kuta zako, na ndani ya boma watakuharibu. Wataua wana wako. Hawataacha jiwe moja juu ya lingine, kwa sababu haukujua wakati Mungu alifika kwako. Hekalu la Yerusalemu lilikuwa sawa soko, pahali iwe nyumba ya maombi. Tano, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25. Imeandikwa, nyumba yangu itakuwa ya maombi, lakini nyinyi mnaifanya nyumba ya maovu. Mumuzuie asiendelee! Mumuzuie! Mumuzuie! Iteni walinzi! Iteni walinzi! Mabishano kati ya wakuu wa dini yalikoma sababu watu walitangaza kuwa Yesu ni mfalme. Nasikia kama wengi wanaanza kumwona kama mfalme. Mfalme? Mfalme wa maskini, wevi na kahaba. Tumeona watu kama hao huja na wanawasahau. Musidanganyike, wafuasi wake wanaongezeka sana,
na watu wanamfuata. Nafikiri ni mfalme. Ninawapa angalisho. Ikiwa huyu ataleta fujo katika mji, itakuwa kosa yenu. Unasema kweli. Ni muda wa kupambana na Mgalilaya. Kadiri Wafarisayo na walimu wa sheria walizidi kumshambulia Yesu, kundi lilizidi kukomaa na uadui ulizidi kwa makemeo yake. Hekaluni, Yesu aliona mjane maskini akitoa sengi 2. Hawezi kutoa zaidi? Nawaambia, mjane huyu ametoa zaidi kuliko wote, kwani wengine wametoa masalio ya mali waliokuwa nayo. Yeye ametoa yote aliyokuwa nayo. Tuambie, kwa mamlaka gani unafanya haya? Kwa ruhusa ya nani? Nitawajibu kwa ulizo. Yohana alipata mamlaka ya kubatiza kwa Mungu au kwa watu? Tujibu nini? Tukisema kwa Mungu, atatuambia basi hamkuamini Yohana. Tukisema kwa watu, kundi hili litatua kwa mawe. Wote wanaamini Yohana alikuwa nabii. Hatujui aliyemruhusu. Sitawaambia nafanya mambo haya kwa mamlaka gani. Mtu mmoja alipanda shamba la mizabibu, akalipangisha kwa walimaji, na akasafiri muda mrefu. Ilipokuwa wakati wa kuvuna, akatuma mtumishi wake ili wamupe nusu ya mavuno. Wakampiga na kumrudisha mikono mitupu. Akatuma mtumishi mwingine, lakini walimaji wakamupiga na kumufukuza mikono mitupu. Akatuma watatu, akaumizwa na kutupwa nje. Mwenye shamba akajiuliza, nifanye je? Nitamtuma mwana wangu mpendwa, hakika watamheshimu. Lakini alipofika, walimaji wakasemezana, si huyu ndiye mriti? Tumuue ili mizabibu iwe yetu. Tuelezee tena. Wakampeleka mbali ya shamba, wakamuua. Yule mwenye shamba ataazibu je wale walimaji? Atakuja kuua walimaji na kuwapa wengine lile shamba. Maana ya maandiko hii ni nini? Jiwe lililokataliwa na wajengaji limekuwa jiwe la msingi. Kila atakayeanguka juu yake atavunjika. Likimwangukia yeyote litamusagasaga. Bwana, tunajua unasema kweli na kufundisha. Tunajua kwamba wewe hujali na cheo cha mtu. Unafundisha mapenzi ya Mungu. Utuambie, ni kinyume cha sheria kulipa kodi kwa Kaisaria, ndio au la? Angalisho Bwana, ni ujanja. Munionyeshe kichele. Jina na sura ya kichele ni ya nani? Kaisari! Basi mpeni Kaisari iliyo ya Kaisari, na Mungu iliyo ya Mungu. Unajibu nini kwa hayo? Ilipofika siku ya mikate isiyotiwa chachu, Yesu akawatuma Petro na Yohana kutayarisha chakula cha Pasaka.
Nilitamani kula chakula cha Pasaka mbele ya kusulubiwa. Ninawaambia, sitakula tena mpaka maana yake itimie katika ufalme wa Mungu. Na kushukuru Bwana Mungu wetu, unayetawala ulimwengu, unayetupatia matunda. Twaeni kikombe na munywe. Nawaambia, sitakunywa maji ya matunda mpaka ufalme wa Mungu uje. Bwana Mungu wetu, na kushukuru, unayetawala ulimwengu, unayetupatia chakula chetu. Huu ni mwili wangu unaotolewa kwenu. Mugawe kwa kunikumbuka. Kikombe hiki ni damu iliyomwangika kwa ajili yenu. Lakini yule aliyenitoa ni pamoja nami kwa meza. Kweli mwana wa mtu atakufa kama ilivyokusudiwa, ole kwake anayemutoa. Haiwezekane. Haiwezekane. Ni vigumu. Jina lake nani Bwana? Mkubwa kati yenu awe sawa mdogo, na yule anayetawala awe sawa mtumishi. Kwa sababu nani mkubwa, mwenye kuwa mezani au mtumishi? Si yule anayeketi mezani? Niko kati yenu sawa mtumishi. Mulidumu pamoja nami katika shida. Ninawakabidhi ufalme jinsi Baba alinipa, mupate kula na kunywa katika ufalme wangu, na kuhukumu makabila 12 ya Israeli. Hakuna wakukutoa. Simoni, Simoni, sikiliza. Shetani ameruhusiwa kuwajaribu na kuwapepeta sawasawa mtu anavyopepeta ngano. Nimekuombea imani yako isipunguke. Wakati tasimama imara, utie ndugu zako moyo. Bwana, nitaenda gerezani pamoja nawe mpaka kufa nawe. Na kuambia Petro, jogoo hata wika leo kabla hujanikana mara 3. Nilipowatuma bila mfuko au viato, mulikosa kitu? Hapana, hakuna kitu. Sasa aliye na mfuko na ndaa avitwae. Asiye na upanga auzishe koti auze moja. Na waambia, imeandikwa, amehesabiwa kati ya watu wabaya. Neno lililoandikwa juu yangu litimizwe. Tazama, tuna panga 2. Hiyo yatosha. Shauri la wazee lilikusanyika kwa mpango ya kumuua Yesu. Kisha shetani akaingia Yuda, mmoja wa 12 wa Yesu. Akaenda kuona wazee ili kumtoa Yesu. Yesu akaondoka Yerusalema na kwenda kwa mlima wa Mizeituni kuomba.
ombeni msiingie katika majaribu. Yuda akamtoa Yesu kwa pesa 30. Yesu akijua wakati wa kifo chake kwa ajili ya dhambi za wanadamu umekaribia, akaomba. Baba, kama inakupendeza, uniondolee kikombe hiki. Lakini si mapenzi yangu ila yako. Malaika alimtokea kumupa nguvu. Jasho kama matone ya damu ikaanguka chini. Mbona mnalala? Amkeni. Muombe msiingie katika majaribu. Yuda, unatoa mwana wa mtu kwa kumubusu? Bwana, tutumie panga zetu. Tumfunge sasa. Acheni, yatosha. Ni muujiza. Mumekuja na mipanga na fimbo kama munaendea mwizi. Nilikuwa nanyi katika hekalu na hamkunikamata. Hii ni saa yenu sasa, na ya utawala wa giza. Mkamate. Mchunge vema. Waskari walimudhihaki na kumcheka kuwa yeye ni mfalme. Tazama shati ya mfalme. Tuambie nini itafanyika? Unataka kutuokoa Bwana? Unataka kutuokoa? Mtu huyu alikuwa pamoja na Yesu. Mama, mimi simjui. Niliwaona pamoja. Sisi watumishi wako. Piga magoti kama ukitaka. Wewe ni mmoja wao pia? Hata kidogo.
Mtu huyu alikuwa pamoja naye. Ndiyo, yeye ni Mgalilaya. Toka hapa. Sijui unataka sema nini. Yesu akageuka na kutazama Petro. Petro akawaza neno Bwana alimwambia, mbele ya jogoo kuwika utanikana mara 3. Bwana, fanya uwezavyo sawa ukubwa wako na sawa na rehema yako. Wewe uliyesamehe babu zetu walipokataa neno lako, wewe ukawakasirikia, lakini hukuwaharibu kwa ajili ya upendo wako na kwa uaminifu ya agano yako, na uliwachunga. Nani alikupiga? Tabiri. Nani alikupiga? Mwache. Mwache nasema. Mumulete mbele ya baraza. Kwenda. Shauri ya wakuhani ilikuwa kumuua Yesu. Tuambie, weye ni Masia? Nikiwaambia hamutanisadiki. Hata nikiwauliza swali hamutanijibu. Tangu sasa mwana wa mtu atakaa mkono wa kuume wa Mungu Baba. Basi wewe ni mwana wa Mungu? Wewe wasema. Nani alimupa mamlaka haya? Asulubiwe. Tumesikia wenyewe maneno aliyoyasema. Tumpeleke kwa Pilato. Ndio, aende kwa Pilato. Mwende. Na wakampeleka mbele ya Poncio Pilato, mtawala na muuaji mkuu wa Kiroma aliyesulubisha watu wengi. Munatafuta nini hapa? Asubuhi mapema tuliona mtu huyu akipotosha watu wetu. Aliharibu soko ya hekalu. Adhabu yake ni gani? Azibiwe. Sioni sababu kuhukumu mtu huyu, sioni sababu. Mwenye makosa alikataza watu kulipa kodi kwa mfalme. Alisema yeye ni Masia, mfalme. Mfalme? Wewe ndiwe mfalme wa Yuda? Umesema. Ameanza Galilaya na sasa amefika hapa. Pa Galilaya? Mtu huyu ni Mgalilaya? Kwa hivi yafaa apelekwe kwa Herodi. Akingali Yerusalemu, sivyo? Mpeleke kwa Herodi.
Unasema wewe ni nani? Wanani unaita wafuasi wako? Wengi wanasema unafanya miujiza. Nifanyie umoja. Bwana amestakiwa geuza watu wetu na anajiita mfalme. Mtu huyu mfalme? Mtukufu, mumupige. Mumupeleke kwa Pilato. Hii ni jimbo lake. Mtu huyu hakufanya jambo ili afe. Atapigwa tu fimbo na afunguliwe. Unapaswa kutufungulia mfungwa mmoja siku ya Pasaka. Utufungulie Baraba. Ndio, Baraba. Mtu huyu auawe. Ndio, utupe Baraba. Asulubiwe! Ndio, asulubiwe. Wewe na wewe mpige. Unangoja nini, Pilato? Ni Yesu. Kwa nini mwamutesa? Hakufanya kitu. Mumunyangule. Wakazidi kupaza sauti wakisema kwamba Yesu asulubiwe. Pilato akatoa amri sawa alivyoombwa, akafungua Baraba aliyefungwa juu ya uwaji. Wakaomba yeye afunguliwe na wakatoa Yesu asulubiwe. Wewe ni nani? Simoni wa Kurene. Huyu hapa. Kata kamba. Wewe, beba. Kwenda mbele. Nyuma.
Tunakulilia Bwana, kunywa, kunywa. Kunywa Bwana. Wamama wa Yerusalemu, musinililie. Lieni juu yenu na watoto wenu. Kama watafanya hivi kwa muti mubichi, nije kwa muti mukavu? Mungu akusaidie. Tutakuombea. Enda! Kuya, kuya! Bio! Bio! Wende sasa! Enda! Endelea! Bio, enda! Bio sana! Endelea! Enda! Wende sasa! Endelea! Kwenda sasa. Toa kamba. Baba, uwasamehe. Hawajui wafanyalo. Aliokoe wengine, ajiokoe mwenyewe. Ndiyo, kama wewe ni Masia, jiokoe. Shuka msalabani. Tuonyeshe moja ya miujiza yako. Yesu akasulubiwa kati ya waovu wawili, hivyo unabii wa Mungu uliosemwa tangu zamani ukatimilika. Hii ni kazu ya maajabu na ya mafaa. Ndio hii. Ngoja tuicheze. Tumeipigia kura. Umeiwe
Unaweza, una bahati. Utaifanya nini? Juu ya kichwa chake kukawekwa maandiko haya: huyu ni mfalme wa Wayuda. Ujiokoe kama mfalme wa Yuda. Sio wewe Masia, jiokoe nasi pia utuokoe. Uogope Mungu, amepewa malipizi sawa nawe. Yeye hakufanya kitu kibaya. Unikumbuke Yesu utakaporudi kama mfalme. Nakuambia, leo utakuwa pamoja nami mu paradiso. Ilikuwa saa 6 na giza likajaa dunia yote mpaka saa 9. Pazia la hekalu likapasuka katikati. Baba, mikononi mwako naweka roho yangu. Mkuu wa askari alipoona hayo akasifu Mungu akisema, Sifa kwa Mungu. Mtu huyu alikuwa mwenye haki. Yusufu wa Arimataya, mtu mwema wa haki, mmoja wa wakuu, haukubaliana nao, akaomba kwa Pilato mwili wa Yesu, akaushusha kaburini mbele ya Sabato.
Utusamehe, tunafuata mwili wa Bwana wetu. Nawakaribisha kwa haraka, Sabato inakaribia. Asubuhi mapema, siku ya kwanza ya juma, wakaenda kwenye kaburi wakichukua marasi waliotayarisha. Wakakuta jiwe liko pembeni ya kaburi, lakini walipoingia hawakukuta mwili wa Bwana. Mbona mwatafuta aliye hai kati ya wafu? Hayuko, amefufuka. Kumbukeni alivyosema alipokuwa Galilaya, mwana wa watu atasulubiwa na siku ya tatu atafufuka. Tukaingia na mwili wa Bwana hauko. Nini? Mwili wa Bwana hauko? Na watu wawili wakatutokea, malaika wakung'aa kama jua, wakatuambia, mbona mnamtafuta aliye hai kati ya wafu? Ni kweli? Msadiki. Tuliwaona, mwende mkajionee wenyewe. Kaburi ni wazi, Bwana hayuko. Utusadiki Petro. Yesu akatokea wanafunzi wawili, wakarudi kwa wenzao wakirukaruka. Bwana amefufuka kweli, amemtokea Simoni. Hatukumfahamu. Njiani alipovunja mkate tulimfahamu. Pa Emausi ndiko kwenye alikwenda. Amani kwenu. Mbona mnafadhaika? Kwa nini mashaka mioyoni mwenu? Tazama mikono na miguu yangu, kuwa ni mimi mwenyewe. Muguse mutaitika. Muzimu hana mwili na mifupa kama mimi. Haya ndiyo mambo niliyosema nilipokuwa nanyi. Yatimie yaliyoandikwa juu yangu katika Torati ya Musa, manabii na Zaburi. Iliandikwa hivi: Masia atateswa na kufufuka akiisha siku 3. Kwa jina lake toba na msamaha wa dhambi ihubiriwe pote duniani, kuanzia Yerusalemu. Muko washuhuda wangu. Ninakwenda na nitawatumia ahadi ya Baba. Mubaki katika muji mpaka uwezo kutoka juu uwajie.
Mungu awabariki, awalinde. Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Mwende mukafanye mataifa yote wanafunzi, mukiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, mukiwafundisha yote niliyowaamuru, na tazama mimi ni pamoja nanyi mpaka mwisho wa dunia. Amen. Kaburi ya Bwana ni wazi. Kisha siku 3 ya kusulubiwa, Yesu akafufuka, ni mzima. Anataka kuingia katika maisha yako. Yesu anasema, mimi ni ufufuko na uzima. Anayeniamini ataishi hata akikufa. Imepita karibu miaka 2000 tangu ufufuko wa Yesu. Yeye ni mzima, mkubwa na mwenye nguvu katika dunia. Watu wakubwa wengi walitokea na wakazimika: wakuhani, viongozi, walimu, wenye elimu. Lakini Yesu ni mzima, mtu wa kipekee katika historia ya ulimwengu. Kuzaliwa yake ni ya kipekee. Biblia inasema alizaliwa na Bikira Maria. Ni wa kipekee kwa maisha yake, kwani alitenda miujiza. Aliishi maisha matakatifu pasipo kutenda zambi. Ujumbe wake ni wa kipekee. Yesu anapana upendo, masamaha na maisha mapya kwa wale wanaompokea kama Mwokozi. Pote ujumbe wake unasikika, unaleta matumaini mapya. Kifo chake ni cha kipekee. Ni sasa miaka 2000 tangia Mungu alituma mwana wake Yesu kuwa sadaka kwa zambi ya watu wote. Basi alikufa kwa ajili yako. Ufufuko wake ni wa kipekee. Siku 3 kisha kufa, jambo la ajabu likatendeka. Yesu alishinda kifo na kuwa mzima. Kuzaliwa, maisha, kifo na kufufuka kwa Yesu inaonyesha wazi kama Yesu ni yule alijiita mwana wa Mungu na Mwokozi. Anapenda kuingia katika maisha yako, atakusamehe zambi yako, atakuwezesha kuwa na maisha tele. Anasema, njooni kwangu nyote munaolemewa na mizigo, nami nitawapa pumziko. Mimi ni njia, kweli na uzima, mtu haji kwa Baba bila kwangu. Biblia inasema, wote wamefanya zambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Mshahara wa zambi ni mauti, lakini zawadi ya Mungu ni uzima wa milele. Yesu alipata mateso mengi juu yako. Ni tayari kuingia katika maisha yako. Ninasimama mlangoni na pika hodi. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake. Kusudi uishi upendo na msamaha wake na kupokea uzima wa milele, inafaa upokee Yesu kama zawadi ya Mungu juu ya zambi zako. Kama unaamua, unaweza omba Mungu kwa imani na Kristo ataingia katika roho yako.
Unaweza omba hivi: sikiliza kwanza. Bwana Yesu, nakuhitaji. Asante kwa kifo chako msalabani kwa dhambi zangu. Nafungua mlango wa maisha yangu na kupokea kama Bwana na Mwokozi. Unifanye unavyo